Naam, katika taarifa ambayo tunafuatilia kwa karibu ni kuwa makachero wa tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini EACC wamevamia makazi rasmi na afisi za gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kabla ya kumtia mbaroni. Hii ni kufuatia madai ya matumizi mabovu ya fedha za umma dhidi yake na hata mgongano wa maslahi. Wengine wanaotuhumiwa kwa madai hayo ni maafisa wakuu 9 wa kaunti hiyo. Wamatangi amepelekwa katika makao makuu ya EACC kujibu maswali kuhusiana na ubadhirifu huo. Mtazamaji, taarifa ambayo mwanahabari mwenza Laban Shaban anafuatilia kwa karibu, na sasa tuungane naye moja kwa moja akiwa katika makao makuu ya EACC. Laban Shaban, hebu tupambie taswira kamili ambayo inajitokeza kufuatia kutiwa mbaroni kwa gavana huyo Wamatangi. Asante sana Cecilia Wakesho. Ni kweli niko hapa kudhibitisha kwamba gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi tayari amekwisha tiwa mbaroni na maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC. Pamoja pia naye ambao wametiwa mbaroni naye ni maafisa wakuu 9, si maafisa tu bali ni maafisa wakuu 9 wa gatuzi la Kiambu. Tayari wapo humu ndani, wapo wamebanwa pale, wanasailiwa. Na kitu ambacho naweza kuongeza katika kidokezo ambacho tayari umekwisha toa Wakesho ni kwamba tumepata duru kwamba pesa ambazo wanashutumiwa kwamba ama wanatuhumiwa kwamba wamezipunja kutoka kwenye fedha za kaunti ni mamilioni ya pesa, yani ni kiwango kikubwa cha pesa. Bado hatujapasuliwa mbarika hasa ni pesa ngapi, lakini tuko hapa ili wakija kuzungumza nasi hao maafisa wa EACC waweke mambo yote paruanja. Awali kabisa, kabla hatujafika hapa katika makao makuu ya Integrity Center, palikuwa na mchakato ama tuseme kulikuwa na purukushani. Manake maafisa hawa walifika hadi katika makazi ya gavana, wakazingira kule na kukawa na hali ya ati katika makazi yake eneo la Kiambu. Na pia kuongeza pia ni kwamba sasa hivi tunapozungumza kuna wakazi ambao wamekwisha jitokeza katika maeneo ya Juja, ambapo wanaimba wanateta kwamba pengine watengenezewe barabara. Wengine wanalia kwamba Kimani Wamatangi must go. Ndizo kauli ambazo zinaibuka upande wa Juja. Kwa hivyo ni habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia tukiwa hapa, na tuko ngangari kabisa kuhakikisha tunakuletea habari pindi zinapojiri tukiwa hapa katika makao ya EACC. Nikiweza kukufahamisha pengine kama hujapata ni kwamba Kimani Wamatangi pamoja na maafisa wakuu 9 wamo hapa mikononi mwa maafisa wa EACC. Wanatuhumiwa ama kuna madai kwamba wanahusishwa na mgongano wa kimaslahi na ubadhirifu wa pesa za umma, na kwamba EACC wameweza kutoa kiwango kikubwa cha pesa ambacho tutabaini muda si mrefu. Ukisikia kuhusiana na masuala ya mgongano wa kimaslahi kuhusiana na maafisa wa umma ni kwamba pengine katika mchakato wa ununuzi, zabuni, tenda, kandarasi, hivyo ukitaka pengine wanajihusisha nayo katika huo mchakato wa ununuzi, na hawafai kwamba kujihusisha, manake kulingana na sheria hawafai kuwa katika kile kiwango cha conflict of interest. Tuko hapa ili kuweza kukufahamisha, kwa hivyo endelea kutazama NTV. Na sasa nakurudisha hadi studio kwake Wakesho. Naam, asante sana Laban Shaban kutoka tume ya EACC, mtazamaji, ambapo anafuatilia kwa karibu tukio nzima la kutiwa mbaroni kwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Laban Shaban bila shaka atakuwa anatueleza pengine ni kitita kiasi gani cha fedha ambacho kimepatikana katika makazi rasmi ya gavana huyo pamoja na maafisa wengine 9 tulivyokuarifu.